Rasulullah miftahu jannati Muhammad Rasulullah miftahu jannati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tunaendelea na ada yetu ya kukumbushana masala mbalimbali katika dini yetu, na kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu tunaendelea na mambo ya sala. Leo tupo katika babu salati al-Jum'ah. Babu salati al-Jum'ah, baada ya kumaliza babu al-jamu baina salatain, kabla yake ilikuwa salatul musafir. Tukiangalia maulama wengi katika vitabu vyao wameitenga kuielezea hii salatu Jumaa miongoni mwa swala, lakini wakaiwekea nukta maalum ya kuielezea ili ifahamike kwamba ni utukufu wake, namna yake ya kutekelezwa. Ndio maana inapoelezwa katika vitabu vya fiqh vya hadithi utakuta zinatengwa katika mlango wake maalum. Kwa hiyo kabla ya kwanza hatujaingia kueleza fadhila zake, hukumu yake, hikma yake hii salatu Jumaa, kwanza tuanze kuidefine, tuijue ni nini salatu Jumaa. Salatu Jumaa hizi nasema ni rak'atani. Salatu Jumaa rak'atani ni rak'a mbili, tuaddayani fil yawmi al-ma'ruf, zinatekelezwa katika siku ambayo ni maarufu, fi waqti dhuhri, katika time ya adhuhuri, kama hivi tumaliza punde. Nayo salatu Jumaa inatekelezwa kwa mfumo kama huo, kama tunavyoishi siku zote. Na sumia Jumaa, salatu Jumaa imeitwa jina hili kwa sababu la ijtimai nasi fihi lis-salah, kule kukusanyika watu kwa ajili ya swala. Unaweza ukauliza, mbona siku zote kwa maana ya dhuhuri tumekusanyika watu kwa ajili ya swala, na time nyingine tunakusanyika kwa ajili ya swala? Kwa nini wao maulama wameweka ila hii kwamba imeitwa Jumaa? Kwa sababu ya kukusanyika watu kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya swala. Hiyo kauli ya kwanza. Tutaeleza kwa sababu gani imespecify hii kuambiwa ni siku ya kukusanyika watu na sio siku nyingine zote. Waqili, na ikasema kauli ya pili kwamba hii siku imeitwa Ijumaa lijtimai nabiyuna Adam bi ummina Hawa fi, ndio ikaitwa Jumaa, kwa maana kwamba wamejumuika pamoja. Sababu ya pili ikaitwa Jumaa kwa sababu ya baba yetu Adam na mama yetu Hawa walikutana baada ya kupewa ukumbusho wa kuondoshwa kule na kushushwa ardhini kwa miaka, wakapotezana kwa muda. Walipokutana ikasadifu kwa yaumul Jumaa kwa hiyo ikaitwa yaumul Jumaa kwa sababu hiyo. Kauli ya tatu inasema kwamba inna Allah subhanahu wa ta'ala jamaa fihi khalqa Adam alayhi salam. Kwa Mwenyezi Mungu ndio alikuwa amejalia siku kama hiyo ya Ijumaa kukusanywa udongo na maandalizi ya mtume wetu Adam alayhi salam, ambaye ndio Abul Bashar, baba wa wanadamu wote. Na pia siku hii imepokelewa
mapokezi katika jahiliya, zamani hizo za jahiliya, maana Uislamu haujaja bado, ilikuwa inaitwa hii yaumul uruba, inaitwa yaumul uruba, maana ni siku ya kipekee, au yaumul uruba, siku ya kizalendo walikiita namna hiyo, kwamba utaona kwamba hii Ijumaa imepata hadhi kwa namna tofauti. Hata wale ambao sio Waislamu basi waliiona kwamba hii siku ni ya pekee. Malaika nao siku kama hii ya Ijumaa wana jina lao wanaoitukuza na kuiita siku kama hii, ambao tasmiyatu lil malaika hadha al-yawm yawm Jumaa, wanaita yaumul mazid, siku ya kuzidishwa majambo. Kwa utaona hiyo Jumaa, kwa yule anayejua ile significance ambayo inapatikana ndani ya siku ya Jumaa, ile value ya siku ya Jumaa, uweze mtu mwenye imani ukawa unaipuuzia siku ya Jumaa. Si swala tu, ile siku yenyewe tu. Ndio maana wazee wetu zamani tumewapokea, ilikuwa ile leo tu Jumaa mpaka kumaliza kuswaliwa Jumaa, wengine mpaka jioni ya Jumaa hawajishughulishi na shughuli ambazo zitawasauzisha wao na Mungu wao, wajishughulisha shughuli ambazo zitawakurubisha wao na Mwenyezi Mungu wao. Sababu ya nini? Jambo kama hili. Sasa ikiwa malaika ni khalqun min nurin, ni viumbe vimeumbwa kwa nuru, lakini nao wameita siku kama hii yaumul mazid, ni siku ya kuzidishiwa. Maulama wetu wakatambia ni sayyidul ayyam, ni bwana wa masiku yote, siku nini ya Ijumaa. Wa afdal ayyamil usbu', na ndio bora ya siku katika ile wiki nzima, kuanzia Jumamosi, Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Jumaa, ndio siku bora katika zile siku za wiki. Imam Ahmad yeye kwa kuivalue siku kama hii, Imam al-Madhhab akapata shuhuda na ushahidi katika ufahamu wake kwamba yaumul Jumaa afdal min yaumi Arafa, ni bora zaidi ile siku ya nini ya Arafa. Kwa sababu ikiwa siku kama hiyo pia baba yetu Adam na Hawa walikutanishwa katika hii Jumaa, basi na Arafa nayo imeitiwa katika moja ya sababu ni kujuana nani baba yetu Adam na mama Hawa. Siku kama hiyo Arafa wakajuana. Kwa Imam Ahmad siku ya Ijumaa ni afdalu min yaumi Arafa. Ni view ya mtu, ni mawazo, opinion ya mtu katika kufahamu. Na wale wanachuoni hawafahamu jambo kibubusa, tabana wanakuwa na rejea zao, kakusanya zile dalili, kazichuja, akaona kwamba hapa bwana kilivyo, hii ndio bora ya siku ya nini ya Ijumaa. Sasa utaona hii siku ubora wake na utukufu wake, alafu mtu hana habari nayo, inaingia na habari. Hata ile kusoma Kahfi tu wakati wetu umekuwa ni kishindo. Mtu akijaliwa sana kaipata moja tu, ile suratul Kahfi ambayo itakuja sisi itakuwa ni manabiri min nuri, kama zile mimbari zimekusanyika za nuru na kukutetea na kushufaia hapa duniani, pia inakufeva na kuhifadhi na mambo mbalimbali. Basi watu walikuwa hatuwai kipindi chetu hii siku ya Ijumaa, basi walau mara moja, maana sunna kusoma mara mbili, kusoma usiku mara moja na mchana wake mara moja, kwa maana kwamba ukishaingia magharibi itaidi usome mara moja, na ikishaingia asubuhi ya Ijumaa usome mara moja. Hii ndio kisunna. Unaweza ukasoma zaidi ya hapo, hatukatazwi. Fa idha amartukum fa'tu mastata'tum, kwa amrisheni jambo basi tegezeni vile mnavyoweza wenyewe, 1, 2, 10, 20, kwa kusimama, kwa kukaa, kwa namna gani, kwa ustadi uliokuaje, basi yote ni juu yetu.
kwa maana kwamba tumetakiwa tuitekeleze. Hiyo ndio ilikuwa kwa uchache siku yetu hii ya Ijumaa. Ndani yake imepatikana swala ya nini? Ya Ijumaa. Tukasema sababu ya kuitwa swala hii ni Ijumaa kwa sababu hizi tulizosema, kwa sababu siku ya kukusanyika watu wa jahiliya na waliheshimu, malaika wanaita mazid, Imam Ahmad ndio afdal ma arafa. Kwa hiyo yote ikaitwa yaumu ya kukusanyika watu kwa sababu kuna ndani yake mazid, ndani yake kuna nur, ndani yake kuna afdalia, ndani yake kuna kila kitu. Na hapo zamani, hii ndo tunasema ndio basic reason ya kuwa kwamba kwa nini imeitwa yaumu ijtima'in nasi fihi. Wakati sisi hapa Kubeili kidogo tu ya dhuhuri tumekusanyika, lakini kwa imespecify siku kama hii huitwa ni siku waliokusanyika watu, kwa sababu huko zamani iliwekwa hii Ijumaa kwa sababu ya kuwakusanya mukallafina, kuwakusanya watu ambao walikalifiwa ni sheria. Maana kwa watu barabara tayari washakalifishwa ni sheria. Ikawa imewekwa Ijumaa kwa sababu gani? Kuwakusanya na kupeana majukumu, ala tahammul mas'uliyat, kupeana nini? Majukumu min ahli albalad au alqarya, kwa watu pale wa mji ule au watu wa kijiji. Yani kila Ijumaa ile kwa nini kaitwa ijtimai, yaumu ijtimai nas, siku ya kukutana watu, kwa sababu walikuwa wakijipangia mambo kama haya. Ndio maulama wengi utaona katika kueleza hii Ijumaa wanaita hikma mashru'iyyati Jumaa, hikmatu mashru'iyyati Jumaa. Hikma ya kuwekwa Ijumaa ni sheria. Ni vipi? Ni hii hapa ambayo watu walikuwa wakikusanyika wanapeana masuhulia. Bwana, wewe mara hii utatembelea kituo cha mayatima, wewe mara hii utatembelea wagonjwa, wewe mara hii utaangalia aitami, wewe mara hii utaangalia masomo, wewe mara hii sehemu gani watoto wana changamoto. Hivyo huko zamani ilipokuwa wanapeana masuhulia ahli albalad au alqarya. Awali kulli usbu'in wanakutana hii kila mwanzo wa wiki. Kwa sababu gani? Fi makani wahid, wanakutana siku moja katika sehemu moja, litalaqi kulli ma yajidu yahidu wa yahduthu min qararat. Ndio ikawa sababu ya kwa hii siku ya Ijumaa watu wanakutana pale sehemu moja, wanapeana kumetokea nini, ma yahudu, maana mambo ambayo yanahusu wao, kisha wanapeana qararat wa bayanat, wanapeana ufumbuzi na ubainifu, ambao ufumbuzi na ubainifu anaotoa nani? Yasduruhu imam, anaotoa yule kiongozi wa sehemu kama ile ya kijiji au ule mji. Ndio maana ukuta zile zinakuwa na baraka, kwa sababu mambo yao yalikuwa organized, walikuwa wakienda kwa pamoja. Leo singine hata nyumba 10 hata mulikane, kwa zile baraka zinaondoka. Sasa ilikuwa anawapa habari hizo vipi? Kwa bwana, katika mji wetu kumetokea 1 2 3 na tutakuwa tufanye 1 2 3 ili tuweze kufanikisha. Ndio sababu ikaitwa yaumu ijtima'in nas katika zamani hizo, na mpaka wanamaa wamekuja wamekuta hizo sheria na nini, wakao wamekuwa yaumu ijtima'in nas fihi. Ni siku ya kukutana watu ndani yake, pamoja kwamba itatekeleza swala, lakini walikuwa na majambo yao wanayapekesha namna hiyo, kwamba yusaddiruha imam muslim, ya masuhulia majukumu anayatoa nani? Yule imam wa Waislamu, wa khalifatu, na yule ambaye ni khalifa aliyokabidhiwa, fima ta'allaqi, katika mambo yanayohusiana bi islahi dinihim wa dunyahum, katika mambo yanayohusiana katika kutengeneza nini? Dini yao
wa duniahum, na pia dunia yao, kwa sababu kama tunasema dini wa dola, vitu viwili hivyo viachana. Kwa hiyo yule mama alikuwa anatoa iftardhiyati na majambo mbalimbali watu wayafanyie kazi, wakutana tena wiki ijayo wanapeana nini, mrejesho. Kwa hiyo ndio nidhamu ya Uislamu. Sisi tumeiacha kutokana na ule Uislamu tuusoma, imeonekana ni mambo yameletwa na wazungu, ni mambo yameletwa na watu wa tunaweza kusema wa kimaendeleo, kwa lazima wakutane. Utaona makampuni wana vikao vyao vya mwezi, wana vikao vya wiki, wana vikao vya kadha kadha, ili yale yelo chukuliwa kama vile ni tunasema ni vitu vya kufanywa kazi, baada ya watu kujadili agenda na zile muendelezo wa pale nini, kwamba watu wakishapeana majukumu wanarudi kurejesha kwa uliofanyika hili maazimio yale ambayo walikuwa wameyafanya, umeongea yanaenda kufanywa kazi, wanarudi kuleta mrejesho. Hiyo sababu ya kwanza ya kuitwa yawmu ijtima'i nasi fihi lis-salah. Na pia hii Jumaa imewekwa liyasma'u min at-targhib wa at-tarhib, ndio tulibakia nayo hii sasa hivi. Katika Jumaa zetu tumebakiwa na hii kwamba waumini wapate kusikia mambo ya kuraghibishwa ni dini yao, maisha yao, hali zao, au tarhib au khofishwa kutokana na imani yao na dini yao na kazi zao na maisha yao, walwa'd walwa'idi, na kupeana mambo tulioagwa na Mwenyezi Mungu, tulioahidiwa na Mwenyezi Mungu, na kuopewa mambo ambayo tumeambiwa yatatokea matokeo mabaya. Waadi ni kitu kuahidiwa kitu kizuri, waidi ni kuahidiwa kitu kibaya. Ma yuhamiluhum ala nuhur, ma yuhamiluhum ala nuhur. Aliyom ma yuhamiluhum ila suqut. Zamani ilikuwa ma yuhamiluhum ila nuhur, kwamba yani ilikuwa pia wanakuja kusikiliza mambo ambayo yatawainua, watakuwa wana achieve mambo yao katika ile siku ya Ijumaa, wanakuja kusikiza hiyo. Lakini sasa hivi tunasikiza mambo ya kutudondosha, kwa maana hizo member zimegeuka ni kusemeana. Mwezi shekha akiuziwa na mwenzie anakuja kusema huko, kaudhiwa ni serikali anakuja kusema membarini, kadha anakuja kusema membarini. Imekuwa sio sehemu ambapo watu watasikia lile jambo la kuwaraghibisha na kuwahofisha, ili iwe ma yuhamilhu wala nuhudhi biwajibatihim, ambayo itawasaidia kusimama kuwa active, kudevelop katika nini, mambo yao, wajibatihim, wa yusaiduhum, na ikawa inawasaidia kule kuja kusikiza kwao hayo mambo, ma yusaiduhum fi madha ala alqiyam biha fi nashat, itawasimamia wao kuwawezesha watekeleze mambo nashatat, yani activity mbalimbali, shughuli mbalimbali, wa hazm tuwal usbu', na ile kukusudia mambo bila kuyachelewesha wiki nzima, tuwal usbu', wiki nzima. Kwa hiyo ndio walikuwa wakikusanyika siku ya Ijumaa, ikasharishwa hii Ijumaa kwamba ni kitu cha lazima watu kukusanyika siku ya Ijumaa. Ndio maana siku ya Ijumaa wanatakiwa, kama tuna misikiti mitatu minne na tunatosheleza msikiti mmoja, watu wote tukae msikiti mmoja. Kama tutoshelezi ndio inabidi tuswali huko, lakini kuna ujumbe ambao utakuwa unaelea watu wote. Sasa baadhi ya nchi kupatiliza vitu kama hivi, mara nyingine ile Ijumaa ile inachujiwa, inakuwa mji mzima inajulikana, leo Ijumaa kimezungumzwa kitu kadhaa, leo Ijumaa kimezungumzwa kitu fulani. Sio kwamba ni kosa, ni ile bakia, kwa maana siku ya Ijumaa inatakiwa watu waumini wapate jambo lao kama ilivyokuwa asili ya kuwekwa hii nini Ijumaa, yani hikma, lengo na makusudio ya kushariishwa hii Ijumaa ni kwa sababu ya haya, kwamba watu wapeane majukumu kwa kiongozi wao, kwa wiki tutaenda kufanya kadha, tutaenda kufanya kadha. Hasa ile mambo ambayo yanajirudia mara nyingi sana, natakuwa watu tu kwa mikakati, tukiweka jambo linajirudia, kwa kuna progress inaonekana,
kwa mwaka huu imekuwa hivi, mwakani hivi, mwakani hivi. So mjaradi tunakuja basi entertainment pale tunamaliza shughuli basi. La, lazima inatakiwa kuwe kuna mkakati wa kujiendeleza. Anasema mwanachuoni huyu Abubakar al-Jazairi katika kitabu chake hichi Minhaj al-Muslim kwamba watabdu hadhihi al-hikma, inadhirika hikma kama tulioeleza, litaamuri kwa kuzingatia min khilali shuruti al-jum'a wa khasaisiha. Haya tuliyozungumza huko juu haiwezi kupatikana isipokuwa kwa kuzingatia nini? Kuzingatia zile shurutu za Ijumaa wa khasais, na mambo yanayohusika na siku ya Ijumaa. Tukifanya hivyo, haya huko yote ya juu haya ndio huwa yanapatikana. Ndio nataka kwamba hizi membari zetu tuzitumie, japo ibaki hiyo targhib wa tarhib, watu kuraghibishwa kufanya kheri, kukhofishwa na Mwenyezi Mungu, ibaki hivyo. Lakini sio sehemu ya kusemana, sio sehemu ya kupeana vijembe, sio sehemu kama ndio wewe asira zako unamalizia pale, inakuwa ni makosa, kwa sababu lengo kubwa halipo. Je, basi na ile lengo dogo? Na lengo kubwa liko watu kukutana, kupeana majukumu. Yule imam anakutana kwa sababu watu walikubaliana kwa bwana, haya wewe leo utaenda kijiji fulani ukaangalia hali zao, wewe utaenda hospitali fulani uangalie hali zao, kisha wanakuja kwa mrejesho, mikakati inakwenda. Ndio maana ilikuwa na nguvu. Watu walikuwa sio kwamba labda inakuja sunfa hivi au inakuja kila mtu kivyake vyake, la, haiwezekani. Ile nguvu yadullahi fawqa aydihim, nguvu za Mwenyezi Mungu katika ile utekelezaji wao wa pamoja. Yadullahi mal jamaa, nguvu za Mwenyezi Mungu pamoja na kundi. Mtu ambaye anajitenga na jamaa, huyo mmekuwa ni laana. Kwa hiyo lengo hilo kubwa limekosekana, basi japo hili dogo la nini, targhib wa tarhib wa wa'd wa wa'id, ndio takazo khutba ziwe na maana hiyo, kwa ziweze kukumbusha watu, ziweze kuwainua watu kwenye majambo yao, wasiwe wamerudi nyuma. Lakini hayo yote yanapatikana kwa kuzingatia shuruti za Ijumaa na khasais zake. Kwani katika shuruti za Ijumaa ni nini? Ni al-qarya, kupatikana kijiji kwanza. Hicho kijiji kuwepo watu wa swala Ijumaa, atakao wote wapigwe bakora au wauliwe. Kwani wa swala Ijumaa? Kisha katika shughuli zake kwa jamaa, kupatikana swala za jamaa ndani yake. Wal masjid, kupatikana msikiti. Wa tauhiduhu, na kufanya ni kitu kimoja, sio msikiti ule magomvi. Wal khutbah, na pia ipatikane khutba. Ndio hiyo kwa ndani yake inapatikana targhib wa tarhib ndani ya khutba. Wa kunuha min al-khalifa, na itakuwa khutba yenyewe iwe kwa nani? Kwa kiongozi, mtawala. Sasa kwa sababu dola zetu sio za Kiislamu, au wale watawala wetu wameingizwa tu, si wasomi, wanajua mambo mengine, hawajui mambo ya dini yao, ndio inakuja sasa akina sie ndio tunakuja hapa. Lakini itakiwa wao wenyewe watawala wa nchi. Kwa mfano khalifa hapa anaweza akaingia mbunge, akaingia diwani, kwa sababu wao wanakuwa wanashika khalifa, maana kwenye ngazi ya juu, alwali ile ngazi ya chini, lakini wote ni watawala. Kwa hiyo itakuwa haya maneno au hiyo khutba itoke wakaunuha al-khutba, na hiyo khutba min khalifati al-balad au wali al-balad, iwe ni yule kiongozi wa mji ule, mkuu wa mkoa, ndio atakuwa nini, atoe khutba. Kwa maana ile hikma ya kushariishwa hii Ijumaa kwamba hata wao majukumu wale, wao kishapewa jukumu na mkuu wa mkoa, utakuwa na delay tena, hakuna cha kudelay, tabii kalitekeleze. Na kama unashindwa utaomba assistance kutoka kwake au kwa namna yote ili tekelezeke. Kwa hiyo ndio maana Ijumaa ya wenzetu miaka hiyo ilikuwa na impact nzuri katika jamii zao. Alikujulikana nani hana anapata, na nani hajasoma asomeshwe, nani hajakadha, nani anaumwa. Ilikuwa inapatikana jambo kama hilo kwa sababu kulikuwa na mfumo kama huu. Lakini kila zama za uchelewa, ndio maana leo tunawarejea, tunanasihiana sisi kwa sisi
kuambia wale wenzetu, wanafunzi wenzetu tunataka kusoma, usijione wewe bora kuliko uliotangulia. Kosa linaweza likawepo la kibinadamu, tunakosea mafhumu, tunakosea zile typing error kwenye vitabu, inaweza kutoka, lakini sio ndo mshushe ujione wewe leo ulikuja miaka 10 ya jamia ndio bora kuliko uliotangulia na kufikia kutukana kila muda bahani na makubwa. Kwa sababu ile kauli aliyosema nani Mtume sallallahu alayhi wasallam, khairul quruni qarni, bora karne ni ile yangu mimi, thumma alladhina yaluna thumma alladhina yalunahu, mara tatu tutasema. Sasa ndio wenzetu zame hali zao walizokuwa nazo. Kwa hiyo Ijumaa tu ni namna hiyo. Je, sisi ukikompea baina yao na sisi shatana baina yao mbali. Sasa kile elimu ikipungua ndio jambo yanakosa kutekelezeka. Kwa ndio maana katika taratibu anapokuja kiongozi wa nchi katika msikiti, swala la kuswalisha ni lake yeye, labda tu sema basi bwana hapa endelee, lakini itakuwa ni yeye mwenyewe. Tunakumbuka sisi mzee Mwinyi kipindi hicho ya rahma alikiingia mimbari, kwa sababu anajua asili ya kwamba kiongozi wa nchi ndio muongozi wa zile ibada, otherwise asaidiwe tu. Sasa walikuwa wao katika malezi yao ya zamani wamesoma kote kote, wanajua huku na huku kwa kiasi chake. Kwa hiyo na sisi tukiangalia hali zetu tuko mbali sana katika kutekelezeka hayo. Pia ndio maana tukaambia watahrimil kalami athnaiha, ikakatazwa maneno katikati ya khutba, hatakiwi maneno mengine. Watu watakuwa concentrate na ile khutba. Jambo gani limekuja kwa siku yetu leo? Min asafu shadidi, hata hiyo lugha yenyewe ya sheria sasa hivi wengi hatujui, zimeingizwa siasa kwamba lugha ni communication tu, kwa hiyo sio muhimu. Sisi lugha ni dini yetu. Hii lugha ya Kiarabu ndio dini yetu. Ahkam bil arabiyya, kitabu al-Qur'an bil arabiyya, nabiyuna al arabiy wa lughati janna arabiyya. Lakini tumeingizwa siasa, unajua hii language ni communication tu, kama inaweza kuwasiliana wewe na lugha nyingine ndio tukatumia, ndio ikaingia dhaifu sasa katika lugha yetu ya sheria ambayo ni Kiarabu. Na ndio ukaambiwa katika hukumu sharii, lugha ya Kiarabu ni lugha ya kila Muislamu, kila muumini, sio ya Mwarabu. Huyo Mwarabu mwenyewe kama hajaisoma hawezi kuzungumza, atazungumza slang kama wewe na mimi tunazungumza Kizaramo, Kibengereko, kile tunasema mother tongue, lugha ya mama, huwezi kuiacha kusahau. Ndio nao Arabu wanazungumza hiyo, lakini lugha ya Kiarabu lazima akae darasani. Sasa ndio hii imepotea watu wetu. Sasa ndio bwana unajua pale natoka Kiarabu, ndio maana hivi zinakuja excuse nyingi sana. Wakati hiyo ndio sasa tukiacha tukaendeleza hizo siasa, maana ndio ipatikane kabisa. Ndio baadhi ya misikiti sasa ikaweka siasa nyingine kwamba ima kabla ya khutba au baada ya khutba yatolewe maelezo ya nini kilichokusudiwa, kwa sababu lengo kubwa ni kuchukua yale yaliyokuja katika siku ya Ijumaa. Ndio wasema katika kufanikiwa hayo tuliyozungumza, yanatakiwa watu kutizama zile shurutu za Ijumaa ziko vipi. Miongoni mwao ni hii kukaa kimya wakati wa khutba. Liana taklifa katika masuliyati wa takalif yutalabuna ala mimbar, walikuwa wakipewa majukumu katika mimbar, utafanya hili, utafanya hili, utafanya hili. Ndio maana tawi mmoja alikuwa akamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, bwana, kwa kile ukizungumza kiyama, ile tarhib ya Mtume ukizungumzia kiyama mpaka ingia hofu, yule Arabia akasema, kwani Mtume ni lini hicho kiyama? Umetueleza sana, ni lini hicho? Tunakamjibu naye kifalsafa, umejiandaa na hicho kiyama? Kiyama si jambo jepesi. Akazunguruka akaangalia, akaona bwana, mimi sina maandalizi yote na hicho. Ghaira hubbullah wa rasul, basi sio kumpenda. Na akamwambia almar'u ma'a man ahabbta. Sasa ukiwa yani mtu atafuliwa na yule ambaye anampenda. Ikiwa wewe sasa unasema uko na Mtume, msome Mtume anataka nini sallallahu alaihi wasallam. Uko na Mwenyezi Mungu, sio Mwenyezi Mungu anataka nini. Maana utakuwa umeingia, definitely utaingia peponi tu. Kwa hiyo hakuna mashaka juu ya hiyo. Kwa hiyo ni hikma kwa uchache. Leo tunazungumzia hikma ya hii Ijumaa. Kuna fadhila zake, kuna fadhila tu ya siku kama hii hatujazieleza. Kabla hujafika katika hukumu inaswaliwa vipi, tushaambiwa ni rak'atan tu adaya
yani bas fi yawm ma'ruf, lakini hikma ya kuwekwa hii Ijumaa ndio hiyo, kwamba na sisi basi walau kwa uchache ile tarhib na targhib tunapokuja siku ya Ijumaa tusikilize, tupate kitu siku ya Ijumaa. Na wale makhatib wale makhutaba wanaotoa khutba wajiandae, wajue watatoa kitu, watu wapate nini, wapate kuaidhika, wapate kukumbuka, wapate kurejea, na isiwe majambo ya kibinafsi. Kwa mtu jambo lake binafsi hamuite mwenzie au haeke mdahalo sehemu nyingine kabisa huko, lakini membari itumiwe kuwarejesha watu katika majukumu yao, wawe na nguvu. Mwenyezi Mungu atuwafikie kwa machache tu Mungu ambao yastamuna alqawla fa yattabi'una ahsana. Wa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والتفاسير وارزقنا العمل فيه يا رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا برحمتك يا الله. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا واجتنابه. اللهم لا تمنعنا عن العلم بمانع ولا تقطعنا عنه بقاطعه برحمتك يا الراحمين. وصلى الله وسلم على رسول الله والحمد لله رب العالمين. رسول الله مفتاح جنتي محمد رسول الله.